eneo hili lenye mgogoro ni eneo la serikali, hivyo lipangwe na kupimwa kwa ajili ya utatuzi wa migogoro, sio hapa na mingine ya mji huu, pamoja na matumizi ya serikali. Hilo ndio la kwanza. Lakini la pili, katika upangaji huo kipaumbele kiwe ni kutatua changamoto za wananchi wa jiji la Dodoma ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakidai viwanja na jiji limewapa ahadi, lakini haijatekelezwa mpaka leo. Kwa hiyo vitakapopimwa vitapatikana viwanja huu, watahusishwa na wale ambao wako maeneo mengine, lakini wana haki ya kupata viwanja kama walivyoahidiwa. Tambua kwamba ofisi ya mkurugenzi iliigiza viwanja 1037 kwenye mfumo wao wa tausi ili wananchi hao wengine waweze kupata viwanja ambao vimepimwa, na najua katika hivyo jumla ya viwanja 352 vimeanza kufanyiwa kazi kwenye mfumo wa tausi. Sasa naagiza kwamba mkurugenzi aendelee na wale 352 ambao ameanza kulipa, amaliza nao, lakini asiendelee kwa waombaji wake. Kwa viwanja vilivyobaki visiendelewe kuingizwa katika mfumo huo. Kwa hiyo ni 352 tutawa accommodate, tunakubali walianza. Lakini vile ambavyo vimeanza kulipiwa ndio viingizwe kwenye mfumo. Vingine vile visishirikishwe. Kipaumbele kikubwa katika shughuli hii kitakuwa ni utatuzi wa migogoro ya wananchi na matumizi ya serikali pia, na wala sio kujipatia kipato. Kwa hiyo shughuli hii sio ya kuzalisha pesa wala kuuza wala. Kama kuna malipo ni yale malipo halali ya serikali ya kawaida. Kwa mfano kama kitu kama kodi ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo na huko pia kuna mambo yake ambayo ni ya kawaida. Sasa ili kutekeleza jukumu hili nimeunda timu mbili. Timu ya kwanza ni ya wataalamu watakaoshughulika na upangaji na upimaji, na timu ya pili itashughulika na uhakiki wa wananchi wenye migogoro ambao wanastahili kupewa viwanja mbadala, na hii ni kwa jiji zima. Timu hizi zitaanza kazi mara moja, yaani tunapotamka hivi zinaingia kazini. Leo hii zitaanza kazi, na kazi hii tumeipanga ifanyike kwa muda wa siku 60, miezi miwili. Kazi yote hiyo imekamilika, kila mtu amejua anapata nini, amekosa nini, yuko wapi, ameenda wapi.